niseme ya kwamba nina furaha kwake Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuniokoa, kwa sababu ya kunidumisha, kwa sababu ya kunisaidia kuwa mmoja katika wana wake Mwenyezi Mungu. Furaha ambayo niko nayo ni kujua kwamba majina yangu yameandikwa katika kitabu ambacho ni cha uzima, na ninajua kwamba wakati ambapo Yesu Kristo atarudi kuja kuchukua walio wake, nitakuwa mmoja wa wale ambao watakaofurahia kwa sababu Yesu ako pamoja na mimi. Moyoni mwangu nimekuwa na haja ambayo ya kwenda mbele na kuamua kila wakati ya kwamba Bwana, nataka nikuishie. Bwana, nataka nikutumikie katika maisha mwangu. Nataka nifanye mapenzi yako. Na ninajua kwamba Mungu huwa anasikia kilio cha watu wake na huwa anaangalia watu wake wakati wote, na ninajua kwamba anatenda mambo mazuri kwa wale ambao wako ndani yake. Nimekuja mahali hapa kwa sababu ya kuleta neno lake Mwenyezi Mungu, na Mungu kuna neno lile ambalo ameweka ndani yangu na tutaenda kulisikia, na Mungu atakuwa wa kutukuzwa zaidi na zaidi. Niseme ya kwamba Mungu azidi kwenda mbele na kutubariki na kututenda mambo mazuri, kwa sababu sisi ndiye ambao tumeitwa. Tusijione ya kwamba ni watu ambao tuko wachache. Bwana sifiwe sana. Tusiingize akili yetu ya kwamba hiki kiti kama kingekaliwa, hiki kingine kama kingekuwa kimekaliwa, juu ya kwamba siku hii ya leo na wakati kama huu, posho hii ambayo Bwana ametengeneza kwa sababu yako, na ametengeneza kwa sababu ya huyo mtu mwingine, na utapata kile ambacho ni chako. Kile ambacho ni cha maana zaidi ni kwa mtu ambaye ako na moyo ambao umefunguka kusema ya kwamba Bwana, nataka kusikia kutoka kwako. Ni yale ambayo uko nayo siku ya leo. Bwana, nisaidie kusikia, nisaidie kujua, nisaidie kuelewa, na nisaidie pia kuzingatia mapenzi yako, maana hilo ni jambo ambalo la maana sana. Niko katika hali ambayo ya kutafakari, na nikaangalia nikasema ya kwamba wakati ambao Mungu aliweza kumuumba mwanadamu, alimuumba akiwa mtu mmoja peke yake, lakini kutoka kwa huyo mwanadamu mmoja kukawa na uzao. Wakati ambao Yesu Kristo alikuja katika ulimwenguni, hakuita wanafunzi ambao walikuwa ni wengi sana. Aliita only 12 of them. Lakini ulimwengu uko na billions and billions of people. Bwana sifiwe sana. Na kupitia kwa hao watu ambao walikuwa ni mitume 12 na wale wengine wote ambao waliokuwa wanaosikia neno la Mwenyezi Mungu, Biblia inasema ya kwamba ulimwengu umejaa kumuelewa Kristo Yesu Kristo. Na si kwa sababu ni watu wengi sana. Inategemea na moyo ule ambao mtu ako nao. Wewe umejitolea kiwango gani? Unasikia kwamba unampenda Mungu kiwango gani? Unaweza kufanya jambo na ukute kwamba Mungu amekuwa wa kujulikana. Unaweza kufanya jambo na Yesu awe wa kufurahia, kwa sababu tayari umeamua kutoka kwa moyo wako ndani. Si lazima ungoje kwa watu wengi sana, hapana. Lakini wakati unasikia kwamba ndani yako kuko na jambo ambalo Mungu ameweka ndani yako, ni vizuri ukaweze kuzingatia na kusemea kwamba here I am Lord, nitasimama kwa sababu yako, na Mungu atakuwa kukubariki na kukusaidia. Nilikwenda tafakari pia jambo lingine ya kwamba wakati wote, hata kama ni devil worshipers, wale ambao wanaenda kuharibu kama ni kanisa, maana nimesikia watu kadhaa wale ambao walikuwa wakati mmoja wanamtumikia shetani, wakarudi tena wakatoka katika hali ambayo ya kumtumikia shetani, wakaingia upande ambao wa kumtumikia Mungu. Kila ambacho nimesikia wakiwa wanaongea ni ya kwamba wakija kanisani mahali kama hapa, wanatafuta contact point. Hawakuji wakaangusha watu wote safari moja, lakini wanakuja wanaangalia ni nani huyu ambaye wakati ambao tutamuingilia, wakati ambao tutaingiza mapepo yale ambayo tuko nayo na ajili ambayo tuko nayo kwake, na aweze kukubaliana na sisi, ataweza kuinfluence kanisa lingine yote mzima. Na Mose huwa wanaenda kwa wale ambao ni ministers kama sisi. Ukuja kama mtu kama mimi, nimekuwa corrupted katika moyoni mwangu, nimeanza kufikiria kinyume na vile ambavyo nafaa kufikiria katika Bwana. Nimeanza kufikiria sasa hizi vipi vijae sana kwa kufanya nini. Kwa hivyo nakutia kwamba kama ni injili ambayo ningekuwa nahubiri injili ya Kristo, naanza kuhubiri injili ambayo imewekwa kachumbani ndani yake.
ninakosa kukemea kama ni dhambi, naanza kusema ya kwamba haijalishi sana, yeye anaanza kupaka mambo mengine mafuta, yeye hafai kupaka mafuta. Na hiyo utakuta kwamba katika wakati ukienda mbele pole, maana nimelea kwamba shetani anakuwa very patient, ama anakuwa mvumilivu sana. Hata anaweza kuambia kwamba kama mwezi mzima ama miezi 5 ama mwaka mzima, ili angalie anaweza kuangusha kama ni kanisa hili kwa njia gani. Anakuwa mvumilivu sana, na long last atakuja kuangusha kama atapata pengo. Lakini si kwa watu wote, ni kwa mtu mmoja. Na anapimia sana ministers, hata wale ambao wa praise and worship. Kuna wakati ya kwamba lazima atapimia kama ni wa praise and worship, yule ambaye anayaongoza watu katika ile ambayo ya kuwapeleka mbele zake Mwenyezi Mungu, anaweza kuingilia tu mmoja peke yake, yule ambaye ako na say. Na kisha anaweza kumuingilia huyo, atajaribu tu chini vile ambavyo atacorrupt ile worship ambayo ilikuwa ni ya Mungu. Sasa itakuwa ni kama ni ya mwanadamu. Sasa itakuwa nimevaa leo naonekanaje? Itakuwa sasa yeye kuja kwamba amekutuma kabisa katika haja moja ya kumtafuta Mungu, ukuja kwamba chakula kile ambacho tunakula si chakula ambacho kiko balanced. Na pole utakuja kwamba mambo yataingia kidogo, wakati mwingine ukuja kwamba kanisa sasa imekatika. Na nikaangalia nikasema ya kwamba pia wakati ambapo Mungu anatumia wanadamu kwa sababu ya kuona ya kwamba kazi yake imeendelea. Ile Mungu Ezekiel, Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema ya kwamba nilimtafuta mtu mmoja peke yake ili nisiwaribu mji, lakini kakosa. Bwana tukuzwe. Mtu mmoja peke yake. Ninaomba kwa ombi ndani ya moyoni mwangu ya kwamba useme ndani ya moyoni mwako ya kwamba Mungu, mimi nitasimama. Mungu nitasimama kwa Bwana. Maana Mungu atafuti watu wengi sana. Juzi nilikuwa na discuss na watu wengine kuambia kwamba Biblia inasema ya kwamba hata kama ni mtu mmoja ambaye ni mwenye haki, ndio Mungu inasema ya kwamba huyo mtu mmoja anaweza kuokoa nchi mzima, a whole nation. Mtu mmoja peke yake. Ombi langu ni ya kwamba ukubali ndani ya moyo wako, umwambia kwamba Mungu, mimi nitasimama. Nitataka kujua na kusikiza mahubiri, na kusikia na kujua mapenzi yako, na ili nikaweza kuhakikisha kwamba kazi ambayo Mwenyezi Mungu uliweza kumtuma Yesu Kristo akaenda kufanya hapo ulimwenguni isiharibike kwa njia yoyote. Maana tutakuwa hasara mbele zake Mwenyezi Mungu kama tutakubali kazi yake iende chini kwa njia yoyote ile. Bwana tukuzwe. Tumwambia kwamba Bwana nitasimama. Na wakati Mungu ataona ndani ya moyo wako ya kwamba uko na uamuzi ambao uko nao, ya kwamba utasimama kwa sababu yake Mwenyezi Mungu, ili watu wakaweza kuinuliwa, ili watu wakaweza kubarikiwa, Mungu ataanza kufungua milango kwa sababu yako. Maana anajua kwamba si mlango wako peke yake anafungua. Akikufungulia mlango, amefungulia watu wengi. Akifungua mlango kwangu, amefungua mlango kwa sababu ya watu more than 50. Wale ambao kwa wako karibu na mimi, nitaka kuwa baraka kwao. Kwa hivyo ni uamuzi ule ambao tunafaa kwa kukiamua ndani ya moyo wetu ya kwamba Mungu nitasimama, na nitasimama kwa sababu ya kazi yake. Vile ambavyo pia devil agents wanasimama na kusema ya kwamba nitasimama ni haribu. Devil agents wanaharibu hata kanisa kwa iko na watu millions. Hata kama ni thousands, lakini si thousands wote wanaendewa. Ni mmoja tu peke yake anawekwa sumu, alafu unakuta hiyo sumu inaenda kwa watu wengine wote. Mungu atusaidie. Bwana sifiwe sana. This is the high time. Wakati huu mara nyingi sana ukiangalia uone ya kwamba kuna viti vingi ambavyo havijakaliwa. Kuna watu wengi ambao walikuwa ni potential people. Wale ambao wanafaa kuwa kwa mahali hapa kila Jumapili na tunawaona wakikua, lakini wakati mwingine wanaenda chini. Si wakati ambao ni wa kucheza. Ni wakati wa kuuliza kwamba Mungu, mimi nimesimama vizuri kwako. Inawezekana kwako kuna kitu ambacho shetani ameweka sumu ndani yangu ambacho kinafanya hizi vitu zisiwe ziko na watu. Ni nini kinaweza tuwe kwa halali. Tuanze kuwa halali.
nimesimama hadi mahali pale ambapo ni pangu. Naweza kuwa nimecontribute chochote, kila kitu kinaweza kuwa mbele zako. Ukiangalia unasema ya kwamba isipokuwa ni huyu mama, hii kitu ingekuwa iko na mtu. Isingekuwa ni huyu kijana, hapa pangekuwa pako na mtu, hapa pangekuwa pamejaa. Tungekuwa. Waambie Mungu akusaidie. Hata mimi namwambia nisaidie. Kila wakati nikiwa na hiyo fikra, nikiwa niko naye hapo ni maono kama yale, huwa namwambia Bwana nisaidie. Bwana nisimame. Nisaidie Bwana. Najaribu kutafutilia ni nini ambacho sijafanya. Ni maombi siombi vizuri, ni Biblia sisomi vizuri, ni kufunga sifungi. Ni nini kinawezekana kuwa kutokea kwangu kiwe sifani ya kutosha. Kile ambacho Mungu anaweza kuwa ameniaminia na kile ambacho kinaweza kuwa msaada katika nyumba yake Mwenyezi Mungu. Ni vizuri tuanze kuwa tunajichunguza katika hiyo njia. Bwana sifiwe sana. Otherwise Mungu atatubariki zaidi na zaidi na atazidi kupenda kutusaidia, manake Mungu anataka kazi yake ikatukuke. Bwana tukuzwe. Tumesikia kwamba tumepata notice ya kutoka mahali hapa. Leo asubuhi mchungaji akitoka aliniambia kwamba kuna barua ilikuwa ikuja, tulikuwa tumeambiwa kwa mdomo, lakini sasa barua imeandikwa ni ya ukweli, sio ile hapo tunasema kwamba ni ya mdomo, hii hapo ni ya ukweli. Bwana tusaidie. Lakini tunatingizika. Tusitingizike. Tusiwe na uoga. Mungu ako pamoja na sisi. Tunaweza kuwa tuko na uoga kama ni kazi yetu tunafanya. Tunaweza kuwa tuko na uoga kama ni nyumba yako ungekuwa unajenga alafu moja kwamba imefika mahali au juu utafanya nini na kazi hata umekuta saa huko kazini tena. Lakini hii kazi kwa mwenyewe. Kitu cha maana ni kufuatilia principles zake, anatuambia nini. Pia tunapokuwa kujichukua nini kinaweza kufanya Mungu akose kutuonekania wakati kama huu ambao ni wakati tunamhitaji sana. Nini kinawezekana kwingi kwa mahali kile ambacho Mungu akiangalia na sema ya kwamba ningembariki, lakini kwa sababu ya mama kale hapana, sitabariki. Mungu atatusaidia kama vile ambavyo alivyokutoa hapa akatupatia uwanja mzuri. Huyo Mungu hajaenda mahali popote, atatubariki na atatusaidia. Mimi hivyo ndivyo ambavyo naamini. Hata mambo ya kichache naamini ya kwamba God will come through for us. Atatusaidia. Siku ya leo ambalo Mungu ameweka ndani yangu ya about the power of unity, ama nguvu ambazo ziko katika umoja wetu. Hiyo ndiyo ambayo tunaenda kuona siku ya leo, na tutaanzia kitabu cha kwanza ambacho tutafungulia about the power of unity, ama nguvu zile ambazo ziko katika umoja wetu. Ni kitabu cha Chronicles, 2 Chronicles chapter 20 and verse 15, ama kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili mlango wake ni wa 20 mstari ni wa 15. Mambo ya Nyakati ishirini mstari wake ni wa 15. Na mstari wa 15 unasema ya kwamba nimepata? Okay. Akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu bali ni vya Mungu. Katika mstari wa 17 ikasema ya kwamba hamhitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Mungu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi.
ambayo nilikuwa nasoma, niliangalia ikaona ya kwamba ni wakati ambapo Yehoshafati ambaye alikuwa ni kiongozi katika Yuda alikuwa amesikia ama amepata habari ya kwamba kuna nchi tatu ambazo zinakuja ili zikaweze kupigana na yeye. Hakuwa amejitayarisha hata kidogo. Na wakati ambao alipata habari, moyo wake ukafadhaika sana. Kama vile ambavyo hata sisi wakati ambao tumepata habari ambayo ni kubwa, habari ambayo ni nzito, habari ambayo ni ya kukutisha, hakuna mtu ambaye huwa hafadhaiki ndani ya moyoni mwake. Huwa tunafadhaika sana. Hata mimi wakanafadhaika na jiuliza sasa itakuaje. Lakini kutoka huo mstari wa kwanza neno la Mungu linasema ya kwamba Yehoshafati akaweza kuita mkutano wa watu wote. Akawaambia wamama, wazee, vijana, hata watoto, wote wawe wako mbele zake Mwenyezi Mungu, ili wakaweze kumuomba Mungu na wakaweze kumuuliza ya kwamba sasa tutafanyaje. Kwa hivyo unaona ya kwamba kuko na umoja ule ambao ulikuwa katikati yao. Hakuna mtu ambaye alibaki nyumbani. Wakati walipata hii habari, maana wote wangeangamizwa. Na wote waliweza kusikia sauti ambayo ni ya kiongozi wao Yehoshafati, na wakakuja wote kama mtu mmoja. Biblia inasema ya kwamba walisimama mbele yake Mwenyezi Mungu kama mtu mmoja. Na wakaweza kumuita Mungu. Wakaweza kumwambia kwamba hii habari tuko nayo na ni habari ambayo ni haraka sana, na tujui tutaweza kufanya nini. Na Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya ule umoja ambao waliokuwa wako nao, na vile ambavyo umoja wao uliwapeleka kwake Mwenyezi Mungu, waliweza kupata majibu immediately kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Akawaambia kwamba msiogope. Bwana asifiwe sana. Ule umoja ambao walikuwa wako nao, vile ambavyo waliweza kumsikia kiongozi wao, wakaja pamoja. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu aliangalia na akasema ya kwamba msiogope. Lakini hebu jiulize, kama Yehoshafati angepata ujumbe kama huu, aanze kulia jifungie kwa nyumba yake, hata atoroke, wale watu ambao walikuwa wamejipanga hapo wanakuja kuwataka Yuda, wangekuja tu wangewataka na wangewamaliza. Lakini kiongozi wao alijua kwamba hakuna mahali pengine ambapo tutaweza kupata msaada wetu. Msaada wetu tutaupata kwa Mungu. Na wakati ya kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hivyo kujeni pamoja kwa umoja. Na hiyo ndio neno lile ambalo Mungu anatuambia siku ya leo, ya kwamba wakati wowote tusiwe watu ambao wa kuogopa. Bwana tukuzwe. Tuwe watu ambao wa kushikamana. Na especially wakati kama huko nikitengeneza ujumbe huu, nilikuwa naangalia kipindi kile ambacho tuko ndani yake. Tuko wakati ambao tunaweza kufadhaika. Tuko wakati ule ambao tunaweza kujiuliza kwamba sasa itakuwaje. Ukute kwamba mmoja ameenda hivi, mwingine ameenda hivi, tukisema kwamba tulete miti pamoja, hakuna mwingine ambaye anataka kuleta, anasema fulani atakuja, hatimaye lazima tunajikuta kwamba mahali ambapo ni pa kukusanyika, hakuna mtu yule ambaye hapo. Hapo mahali pale ambapo ni pa kukusanyika, watu wale ambao wamekuja ni watu ambao ni wachache mno. Tunafaa kuwa na umoja kuliko hata wakati mwingine. Bwana asifiwe sana. Wakati ambao tumepata threat, wakati ambao tumesikia kwamba kuna habari nyingine, ni wakati wetu wa kujua kwamba kama Yehoshafati vile ambavyo aliweza kuwaambia kwamba kujeni pamoja, tukaweze kuleta hii haja mbele zake Mwenyezi Mungu, ni wakati ambao tunafaa kuwa tuko pamoja sana. Bwana asifiwe. Katika mioyoni mwetu. Hata wakati ambao tuseme kwamba utakuwa hautaweza kuja kanisani, kutaka kuuliza wale wengine ilitangazwa nini? Nini kilisemekana tufanye? Ili tupate kuhakikisha ya kwamba umoja wetu umeleta matunda na mazao ambayo ni mazuri. Na hakika yale yatakuwa ni matunda ambayo ni mazuri. Let's have the oneness, the unity. Na Mungu ataleta jawabu. Tusome katika kitabu kingine ambacho ni cha Zaburi 133, kuanzia kwa mstari ambao ni wa kwanza hata mpaka mstari ambao ni wa 3. Psalms 133
Tuanzie mstari ambao ni wa kwanza na tumalizie mstari ambao ni wa 3. Na nitasoma tena katika Bwana. Neno Mungu linasema ya kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo devuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Amoni, wacha tarudia tena, iko sawa. Kama umande wa Amoni ushukao milimani pa Zayuni, maana ndipo Bwana alipoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Hiyo ni basi ambao tunasoma wakati tuko hali ya pamoja, na wao tuna-encourage kila mmoja na hiyo basi, kwa sababu ya kusema ya kwamba umoja ni kitu ambacho ni cha maana. Biblia inasema ya kwamba inakuwa ni jambo ambalo ni nzuri wakati wadugu wako pamoja kwa umoja. Wakati mimi na wewe tuko mahali hapa kwa umoja mbele zake Mwenyezi Mungu, ni jambo ambalo linapendeza sana. Biblia inasema ya kwamba ule umoja unalinganishwa na mafuta wakati imemwagiwa juu ya kichwa cha Haruni ambaye ni priest ama ni kuhani. Na ile mafuta haikai hapo peke yake, inatoka kama inaenda mpaka kwa watu wale wengine. Unakuta kwamba hata mtu ambaye hakuwa na nguvu mahali pale, anapopata ile mafuta ambayo imetoka kwa kichwa cha Haruni, nguvu zinakuja. Mtu ambaye shetani alikuwa na hataki mahali pale na magonjwa, wakatoka anapata ile mafuta ya umoja, anakuwa mtu ambaye ni wa kupona. Mtu ambaye alikuwa na udhaifu fulani, anakuwa ni wa kutiwa nguvu. Na neno Mungu pia likasema ya kwamba kupitia kwa ule umoja Mungu huwa anaamuru baraka zake. Bwana asifiwe sana. Hiyo kitu ni kitu ambacho unaweza kuangalia useme ya kwamba si umoja ambao wa watu 10 ama umoja ambao wa watu 20 ama umoja ambao watu wa milioni 1, lakini umoja ule ambao mmoja na mwingine kama wote watakubaliana washikilie kitu pamoja kwa umoja. Biblia inasema ya kwamba kupitia kwa ule umoja ambao watakaokuwa wako nao Mungu ataamrisha baraka. Na niko na imani kwa jina la Yesu ya kwamba kama tutaembrace huu umoja kama kanisa la Glorious Springs, tuseme ya kwamba tunataka kuwa na umoja ule ambao tuliokuwa tuko nao mwaka uliopita, ule umoja tuulete tena, na pia kwamba tutatoka mahali hapa very glorious. Bwana asifiwe sana. Na umoja ule utatupatia baraka zake Mwenyezi Mungu zitakuja, na utakuja kwamba kazi yetu itakuwa ni rahisi sana. Hatutakuwa watu ambao kung'ang'ana zaidi, lakini Mungu atakuja na ataleta baraka zake, na hizo baraka zake ambazo ataleta kwetu zitakuwa za kufanya kuwa watu ambao wanaonekana ama kufunikwa aibu ili ambayo ingekuja. Unaona wakati ambao ni wa Jehosafati, Jehosafati kama tuseme ya kwamba hawangekuwa na umoja, kama wangekuja pamoja kama mtu mmoja, wangetandikwa na aibu ingekuja kwao. Watu wangekuwa wanasema ya kwamba hawa watu wanajitahidi na Mungu sana. Unajua bali kama hapa, kama mjui shetani anakuwa anatishika sana mahali hapa, kwa sababu tunakuwa tuko na umoja. Tuko wachache ndio, lakini ule umoja ambao tuko nao umetufanya tangu wakati ambao tumekuwa tukikaa for many years hatujawahi hata kufungiwa kanisa. Bwana tukuzwe. Ni makanisa mengi sana yanakuja, unakuja ameanza mtu ameanza mahali au Sunday mahali pale pamefungwa, ama challenge fulani imekuja, ama wamekosa kuwa na umoja, shetani ameingiza siasa zake, alafu unakuja kwa watu wameachana, unasikia kwamba hiyo kanisa ilifungwa. Lakini tangu 1997 wakati huo ile kanisa lilianza halijawahi kufungwa hata wiki moja, kwa sababu ya umoja, kwa sababu ya kuwa tumemsikia Bwana na tunafanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hiyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu yamekuwa yakijalia neno lake linapenda kuwa likihubiriwa. Hatujapata aibu hata wakati mmoja, na hata wakati huu hatutapata aibu.
Bwana sifiwe sana. Tuweni na umoja. Tukisema ni kuomba, wacheni tuombe. Tukisema ya kwamba ni kutembea, wacheni tutembee pamoja. Tukisema ni kutoa, toa sio kama kwa mwanadamu. Toa kwa sababu unataka kubarikisha na kufanya kazi kaweze kujaliwa na kuendelea vizuri, na utoe kama unatoa kwake Mwenyezi Mungu. Usifikirie kwamba mama Kale ametoa nini na mimi nitatoa nini. Toa vile ambavyo Bwana amekubariki. Kwa huo umoja nataka kusemetia kwamba we are going far. Tunafanya na tutafanya mambo ambayo ni mazito, mazuri, kwa sababu tunafanya na umoja. Bwana sifiwe sana. Mkumbuke ya kwamba ni the power of unity. Tukaeni kwa umoja. Kama tutapigwa tupigwe pamoja. Kama tutaangukiwa, tuangukiwe pamoja. Kama tutabarikiwa, tubarikiwe pamoja. May God help us. Huo umoja wetu Mungu huwa anauangalia sana. Na si wa kanisa peke yake, ni umoja katika manyumbani mwetu. Ni umoja katika watoto wetu. Ni umoja mahali popote pale ambapo tunafanyia kazi. Tupate kuembrace jambo ambalo la unity na ukuti ya kwamba tunapenda kulipeleka mbele na Mungu atakuwa wa kubarikiwa na wa kutukuzwa zaidi. Tusome neno lingine katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango wake ni wa 17 kuanzia mstari wa 20 hadi mstari wa 21. Hiyo mstari miwili, mstari ambayo iko na nguvu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu, John 17 verse 20 na verse 21. Na nitasoma tu pia katika Bwana. Neno Mungu inasema ya kwamba wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Amen. Hayo ni maombi yake Yesu Kristo. Na fikiri unaangalia na kuona umoja ukiwa unatajwa. Umoja ni nguvu. Wahenga wakasema, utengano ni udhaifu. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Yesu Kristo amefikia wakati ambao amekamilisha kazi yake katika duniani hii. Na umefika wakati ambao anaelekea kwenda msalabani ili akasulubishwa kwa sababu ya dhambi zetu. Na kitu kimoja kile ambacho aliweza kufanya, hakuacha kama hajaomba kwa sababu ya wanafunzi wake. Na Yesu Kristo kuomba kwa sababu ya wanafunzi peke yake. Lakini neno lake Mwenyezi Mungu inasema ya kwamba aliwaombea wao waliokuwa hapo nao. Na kwa sababu alikuwa anajua kwamba kazi yake itaendelea na mbele, akaomba kwa sababu ya wale ambao watakaokuja nyuma ya hao ambao wako nao. Na kitu kile ambacho aliomba ambacho kilikuwa ni cha maana sana, alisema ya kwamba Mungu wacha hawa watu wawe kimoja. Wote wawe na umoja. Na kumwambia kwamba Mungu, kama vile ambavyo mimi niko ndani yako, wewe uko ndani yangu, Roho Mtakatifu tuko pamoja. Nao hawa pia wote wawe na umoja. Haleluya. Wote wawe na umoja. Na nataka kukuambia kwamba chochote kile ambacho Bwana amesema, kile ambacho kimeandikwa katika neno lake Mwenyezi Mungu, ni kitu ambacho ni cha maana sana. Kuwa na umoja wakati wote ni kitu ambacho ni cha maana sana. Alimwambia kwamba ulimwengu wote utaweza kujua ya kwamba ulinituma kwa sababu ya kufa, kwa sababu ya dhambi zao. Lakini kama wangeachwa, Yesu Kristo amesulubishwa msalabani, amekufa, imefika wakati ambao ni wa kupaa kwenda. Hao watu waparaganikane. Kama ni Petro, haende akakue samaki. Kama ni Yohana, haende njia zake. Kama ni Andrea, haende njia zake. Kama ni Filipo, haende njia zake. Nani ambaye angejua kwamba Yesu Kristo ametumwa?
ya kwamba wasaidie. Maanake mtu hawezi akajisaidia isipokuwa ni asaidiwe na Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Glorious Springs, ombi lile ambalo niko nalo hata ninapokuwa niko mbele zenu siku ya leo, kwa Mungu amenijalia wakati huu, ni ya kwamba tunaweza kuwa watu ambao hatutawahi kujulikana tena. Tumewahi kuwa tuko na umoja ama tuko pamoja kama kanisa, kama watu ambao wameokoka, kama umoja wetu wakati huu utakosa kuonekana. Yaani kipindi hiki ambapo tunamhitaji Mungu zaidi ya wakati mwingine. Wakati huu tumepata tayari notice ya kwamba tunafaa kutoka. Watu wakati huu tunasema ya kwamba tunatafuta pesa tu hivi hivi. Lakini this is the high time. Bwana sifiwe. This is the high time. Ili hapo shetani mahali pale ambapo ako anatekelea na aweka mikono yake hivi, akingoni ili aipige pamoja, sema ya kwamba walikuwa wanajiona kama ni watu sana. Walikuwa wanaona kwamba kama kuna mahali ambapo wanaenda. Walikuwa wanaona kwamba kama kuna kitu ambacho wanafanya. Hatufai kukubalia mikono ya shetani kuja pamoja katika hali ambayo ya kujipigia makofi. Bwana sifiwe. By all means, this is the high time. Tunataka tuko na umoja zaidi ili Mungu akaweze kuonekana na ili tukaweze kuonyesha ya kwamba kuna Mungu ambaye tumekuwa tuko na yeye. Shetani hakuwa na umoja. Lakini umoja wetu utatumana, tutatoka mahali hapa kwa nguvu, tutaenda upande ule mwingine, watu watakuwa wanasikia kwamba haya. Na kumbe hapo kuna mahali ambapo walikuwa wanaenda. Unajua kuna watu ambao wanaweza kuwa wanatuangalia wanacheka, wanasema eti kwamba sasa hao wataenda wapi? Lakini wakati ambao tuliweza kupata uwanja upande ule, mmoja akaweza kuwa na ulizo huko nje na watu, ati ni nyinyi mlijinunulia ama mlipewa? Yaani inakuonyesha nini? Kuna mtu mahali hapa anafikiria naona ya kwamba ni kama hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ambaye anajua ya kwamba sisi hatuwezi kufanya chochote. Lakini kwa sababu tuko na Mungu mkuu na atufanyi sisi, ni Mungu ambaye anataka kutupigia sisi, Mungu akaweza kutupatia uwanja ambao ni mzuri sana. Na hata saa hii, ombi langu ile ambalo niko nalo ndani yangu ni ya kwamba tuwe na umoja. Huyu ambaye Yesu Kristo aliweza kusema ya kwamba Mungu asaidie wawe na umoja ili kazi yako ikaweze kuonekana. Na kazi yake Mwenyezi Mungu imeonekana. Ukienda Amerika utakuta kwamba wanasema about Jesus. Ukienda Tanzania utakuta kwamba anataja Yesu Kristo. Kwa sababu kuna watu ambao waliweza kukubalia ule umoja ukawa kwao. Na ule umoja ukaweza kufanya kwamba neno lake Mwenyezi Mungu likasambazwa. Wakatoka Yerusalemu, wakaenda Yudea, wakaenda Samaria, mpaka wakaenda ulimwenguni wote. Na Mungu mpaka saa hii anaonekana. Umoja ni wa maana sana na uko na nguvu sana. Bwana asifiwe sana. Hata kama huna tururu, piga magoti yako. Sema ya kwamba huyu ambaye mtu ambaye ako na uwezo, Mungu mjalie hiyo pesa yake ambayo imefungua mahali ikaweze kuja ikafanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Kuna mtu ambaye shetani anaweza kuwa alikuwa amepanga kwamba atakuwa na magonjwa. Kwa hivyo unakuja kwamba pesa ile ambayo ingekuja ifanye kazi ya Mungu itaenda kwa hospitalini. Wakati utakuwa wewe hauna chochote kingine, piga magoti, fundisha kila mmoja na damu ya Yesu. Ukuta kwamba haya magonjwa hayatafika, kwa hiyo ile pesa itatoka itakuja kwa kazi yake Mwenyezi Mungu. Wote tuwe na umoja. Haleluya. Tusiachilie. Bwana asifiwe sana. Tusiachilie. Huu wakati ambao inaitangwa the 11th hour. Mnasikia 11th hour? Mimi nimewahi kwenda kuangalia football wakati ambao inapigwa, inachezwa. Na wakati ambao nimeangalia, wanaona ya kwamba ikifikia wanacheza 45 minutes. Wakati ambao imefika kutoka 80 minutes, ili hapo ni ya mwisho. Wanajua sasa ni dakika 10. Wakati ambao imefikia 89 minutes, hata kama ni penalty ambao wamepatiwa watu, unaona hapo wanang'ang'ana ni kama ndio wanaanza. Wakati mwingine nikamuuliza mmoja ambaye tulikuwa tumesimama naye, ya kwamba ni kwa sababu gani ni dakika tu moja peke yake imebakia wanang'ang'ana hivi. Akaniambia kwamba hiyo dakika moja it means a lot. Wanaweza kuingiza na hiyo dakika moja. Bwana tukuze sana. Kwa hivyo wacheni michezo
ama inaweza kuwapatia kuwa wameanguka. This is the 11th hour kama GSBC Church. Na umoja wetu ni wa maana sana. Na Mungu anatuangalia. Bwana tukuzwe. Kwa hiyo nafikiria kwamba Mungu anajua kwamba hapa tuko watu wachache. Anajua. Haleluya. Kwa hiyo nafikiria kwamba Mungu anajua kwamba hatuna pesa. Mungu anaelewa ya kwamba hatuna za kutosha. Hata mimi sina za kutosha. Lakini kitu kile ambacho tuko nacho, hicho ndicho tutafanya nini? Tutatoa. Tutatoa umoja wetu na tutasimama na Mungu atakuwa kuonekana. Bwana sifiwe sana. Tusikubali kazi ya Mungu ipate kuwa kazi ambayo ni kama imefika wakati ambapo sasa itafifia. Yaani Grace Prince hawatawahi kujulikana tena. Mungu hatawahi kuonekana tena. Watu wote kuuliza eti kwamba wapi Mungu wao? Tulikuwa tunaona kwamba Mungu alikuwa na Mungu kwa sababu alikuwa kwa wenyewe. Watu wapate kusema eti kwamba haya. Hao watu walikuwa kuna Mungu. Na Mungu ameonekana kwa sababu kwa mahali hapa kwa nguvu, lakini wakati ambao utakuwa na umoja. Bwana asifiwe sana. Hata hiyo it possible. Najua inawezekana. Sikia leo nikiambia kwamba nitafute kama ni 20,000. Kama ninaweza kufanya kazi yangu hapo ya thousands and thousands nyumbani. Niende nitafute pale ambapo natafutana. Kama nakopanga, yeye nikopi hata kama ni kaloni, nikuja niwekelee. Mwingine hadi atafute kama ni 10. Mwingine aseme ya kwamba sitaweza 10 basi nipate hiyo 5. Mwingine aseme ya kwamba hata hiyo 5 hata hiyo 10 sina, lakini wacha niende kwa magoti. Nini hapo tutafanya? Tutafanya mambo mazuri na mambo makubwa na Mungu atakuwa kuonekana zaidi. Kwanza tusome kitabu ambacho kitakuwa kinatumalizia ambacho ni cha Matendo ya Mitume 4 mstari wake ni wa 32 hadi mstari wa 35. Matendo ya Mitume, Acts of Apostles chapter 4 kuanzia mstari ambao ni wa 32 hadi 35. Na nitasoma tena katika Bwana. Leo Mungu anasema ya kwamba na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Nataka ukaweze kunote umoja. Na tusome mahali pengine, tunasoma kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Uone vile ambavyo ametilia mkazo wa umoja. Na tukimaliza kusoma umoja ule, tuone ni nini ambacho kilikuwa kinatendeka. Ili tupate kuona kwamba kama tunaweza kuembrace this unity ama tunaweza kuachilia. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho mmoja. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapana na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile walivyouza. Bwana asifiwe sana. Kwanza tumeanzia na umoja. Ndugu wakakaa pamoja kwa umoja. Wakiwa mkate wanakula kwa umoja. Wakiwa wanakunywa kwa umoja. Wakiwa na ushirika kwa umoja. Na ule umoja ambao waliokuwa wako nao uliwafanya mitume wake Mwenyezi Mungu. Wale ambao waliokuwa wameapia kwamba muwe na umoja, ili ulimwengu ukaweze kujua kwamba kuko na kazi Yesu alikuja kufanya. Waliweza kupata nguvu sana za kuweza kuhubiri. Hawangeweza kuhubiri kwa nguvu kama kungekuwa kuko na hali ambao ya wanapigwa. Tuseme ya kwamba hakuna watu ambao wanaowashikilia, hakuna watu ambao wanaojali kile ambacho wanafanya.
kuwa wako na nguvu, lakini nguvu zao zilitokana na ile umoja ambao watu waliweza kuonyesha. Na Mathayo ikasema ya kwamba na wala hakuna yule ambaye aliyeonekana kuwa kwa mahitaji katikati yao. Kwa sababu yule ambaye alikuwa kwa nyumba alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaenda anauza nyumba. Bwana tukuzwe. Mimi naenda nauza ile nyumba yangu. Na pesa ikitoka siendi kuona mradi mwingine, ninaleta miguuni kwa mitume. Yule ambaye alikuwa kwa shamba anaenda anachukua shamba lake anafanya nini? Anauza. Wacha nimwambie wapendwa. Hata mkiona watu wale ambao wameunganika kama kanisa wale ambao wameunganika ndio wakafanya mambo ambayo yanaonekana kuwa ni mambo makubwa. Kuna gharama zile ambazo wanaendaka gharama. Huo ndio ukweli. Wakati mwingine tuko na pastor ambaye ni pastor wa Johi. Mke wake atuambia kwamba wakati alikuwa anajenga kanisa la kwanza, unajua Oceans Victory, waliuza gari lao. Bwana tukuzwe. Sisi kwamba wanauza gari lao kwa sababu wanangoja washirika. Hata kuna washirika wale ambao wako nao wengi ndio wanaanza ministry. Lakini waliuza gari. Wengine tusikie kwamba niliuza uwanja wangu ili nikapate kuona ya kwamba kazi yake Mwenyezi Mungu imeendelea. Sisi kwamba ni baada ya kwa partnership, eti kwamba wanasema ya kwamba utoe na mimi nitoe ili tuseme kwamba faida hii ambayo itakuja tutagawanya. Hapa hakuna faida ile ambayo tunagawanya. Ni Elizabeth unaenda unauza kama uko na viwanja 3 unaenda unauza moja. Unaleta those 3 millions unaweka mahali hapa. Zinafanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Nenda naangalia, nini nitafanya? Niko na shares ngapi mahali hapo kwa hiyo sako niko nayo. Nenda waambia kwamba tu nenda uzati nipatieni. Si kwa sababu nataka kwenda kujenga nyumbani. Si kwa sababu nampeleka mtoto wangu kwa shule. Lakini kwa sababu kuna kazi ya nani? Ni yake Mwenyezi Mungu. Ninaleta naweka miguuni mwa mitume. Bwana sifiwe sana. Ni wakati umeleta madhabahuni kwake Mwenyezi Mungu, unakuja kwamba kitu kimoja kutakuwa na urahisi wa kuweza kuona kwamba kazi yake Mwenyezi Mungu imeendelea mbele. Kutakuwa na urahisi wa kuweza kumake sure ya kwamba watu wengi wale ambao wangekuwa katika dhambi wameweza kutolewa katika dhambi kwa sababu kuna mtu ambaye amerahisishiwa mambo, ameweza kwenda kuhubiri neno lake Mwenyezi Mungu. Kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anaangalia naona ya kwamba ni kama kutumikia Mungu ni bure, lakini naona ya kwamba mmeinuliwa mahali pale ambapo palikuwa ni pa upungufu na mmeweka mahali pengine ambapo ni pa plenty. Na amesema ya kwamba hata mimi huyu Mungu ambaye amewabariki hawa ambao nilikuwa naona ni kama ni maskini, ambao nilikuwa naona ya kwamba ni kama hawawezi, huyu Mungu ndiye ambaye ninataka. Alafu namuona ya kwamba ameingia kwa kanisa, alikuwa mmoja. Bwana asifiwe sana. Lazima tukubali kuembrace jambo ambalo la umoja wa pendo. Lazima tukubali ya kwamba tutagalamika. Umoja uko na gharama yake. Hata mitume msioni ya kwamba kama sikuna ukisoma katika kitabu cha Acts of Apostles hapo tumesoma kuna wakati Paul ilifikia wakati ambapo waliachana. Sijui kama ni John Mark hapo waliachana naye. Si walikuwa ni apostles ndio wameokoka. Lakini kwa sababu ya kuna kitu ambacho wamekosa kusikizana, unakuta kwamba wameachana mahali pa. Lakini si kwamba mmoja ameachana naye akaenda kufanya kitu kibaya. Kumaanisha kwamba si kwamba ni wakati wote kutakuwa na mambo mazuri. Wakati mwingine masiko atakuwa kuna kitu ambao wanataka kufanya, ulikuja kwamba wakati mkwangu si mzuri. Sitamsupport. Lakini si kwamba nimemchukia. Wakati mwingine utakuja kwamba mtazame kuna kitu ambacho anataka kufanya na ukuje kwamba mimi ndiye ambaye nimemfanyia na pesa zile ambazo ni nyingi sana. Basi kwanza angalia sema ya kwamba wakati wangu kunifanyia chochote kumbe kuna hapo unafanya. Lakini kwa tuko na umoja, tutaelewana. Umoja wetu ni wa maana sana. Bwana asifiwe sana. Sijui kama moyoni wako unajisikia ukisema ya kwamba Mungu akusaidie. Na sasa wakati kama huu ya kwamba Mungu nitasimama na Mungu nitaweza kufanya kile ambacho kitaweza kufanya kwamba neno lako liendelee kwa linahubiriwa
kuyazungusha, kuipeleka hapa na pale, uanze kuangalia ni nini naweza kufanya. Ni nini naweza kufanya ili katika wakati huu nihakikisha kwamba umoja wangu katika kanisa umekuwa wa kuzaa matunda. Hata kama ni mtoto anaweza kufanya kitu. Hata kama ni kijana anaweza kufanya kitu. Kwa sababu najua kwamba mtoto kama mimi siku ya leo, hata kama mtenda kwamba unasema ni kijana wa shule, lakini ukijipatia siku moja kwa ya maombi, useme kwamba nitafunga, utakuja kwamba mzigo umeingia ndani yangu, mimi hapa niko na pesa. Na nimeweza kufanya kitu? Naweza kufanya kitu. Utakuta mtu mwingine ambaye hata kama si wa ushirika huu, amesikia akiwa kwa mahali na sema ya kwamba nataka kuwa partner katika kile ambacho kinafanyika kwa mahali hapo. Na ameleta hata bilioni zake za pesa. Bwana tukuzwe sana. Mungu atusaidie. Umoja wetu ni wa maana sana. Umoja wetu ni wa maana sana. Na tena zaidi. Unaweza kuwa uko na maono, yale kwa unaweza hata kushare na pastor, kumwambia kwamba mchungaji niko na maono fulani, kama Maria asubuhi mchungaji akienda, kuna jambo ambalo tulikuwa tunaongea, tukasema kwamba wakati huu ni wakati huu tunataka manpower ambao ni nyingi sana. Mtu mwingine kuweza kuelewa nini ambacho tunaweza kufanya, mawe inakupaka iko wapi, hata kuangalia huko kunakaa aje, katika ambazo tunaweza kwenda kama hizi tingatinga inaweza kwenda itoe kwa njia gani. Yaani wakati ambao tunahitaji manpower, tunahitaji kusaidiana sana. Bwana tukuzwe sana. Ni wakati ambao tunahitaji kusaidiana sana. Kusimama, kutaka kuombeana, kutaka kuhakikisha kwamba chochote kile ambacho tunafanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, na useme kwamba nitasimama na wewe pia usimame. Bwana asifiwe sana. Nasema kwamba tubarikiwe zaidi na zaidi, kwa sababu naamini kwamba tutasimama. Naamini tutasimama. Mimi am ready. Nimesema kwamba Mungu nifungue macho ya kiroho, nikaweze kuelewa mapenzi yako, nikaweze kuelewa ni nini ambacho unataka wakati kama huu. Na Mungu akatoka unanisaidia, najua kwamba nitafanya kitu kile ambacho nyumba yako, kanisa lako, kazi yako itakuwa ya kuendelea. Na tumesema kwamba umoja uko na gharama yake. Tunasikia kwamba watu walikuwa wanauza nyumba zao. Nani ako tayari kuuza nyumba yake? Watu walikuwa wanauza mashamba. Nani ako tayari kuuza shamba lake? Nani ako tayari kuuza gari lake? Bwana tukuzwe. Nani ako tayari kuuza kitu ambacho ni cha dhamana kwa sababu ya maisha yake? Na sisi kwamba kwa sababu ya Bwana. Wale waliokuwa wanauza, hawakuwa wanauza kwa sababu hawana haja. Walikuwa wanauza kwa sababu wanaona kuna haja katika kazi yake Mwenyezi Mungu. Walikuwa wanauza vitu vyao, na ikikagua hakuna mahitaji. Na wakati mtu anauza analeta kwa Mwenyezi Mungu. Wacheni Mungu akaweze kutusaidia, tukaweze kuangalia ni nini naweza kufanya. Nini naweza kufanya? Naweza kuwa sina nguo ya kuuza. Nini naweza kufanya? Inawezekana kwa mimi siendi kuuza sukuma ndio, lakini naweza kufanya nini? Wacheni akili zetu sianze kufanya kazi. Kwa sababu hii kazi yake Mwenyezi Mungu ni nzito. Mhubiri mmoja kama anasema ya kwamba kazi yake Mwenyezi Mungu ni nzito. Kupeleka neno lake Mwenyezi Mungu mbele ni nzito. Tusiangalie kujenga tu peke yake, kujenga ni kupeleka neno lake Mwenyezi Mungu mbele. Kwa sababu kuko na jina lako litatoka mahali hapa, watu watamwangalia ni Mungu aina gani ambao tuko nao. Watu wale kwa upande ule mwingine ambao tunaenda. Kuna vitu tunaweza kwenda tuweke kitu ambacho kanakaa hivi hivi. Mpaka watu waanze kusema ya kwamba Mungu ambaye hajawabariki kweli hata vijana mahali pale, hata tubariki kweli. Wajua watu wako tofauti. Watu wote watakubali wako kile ambacho tunasema ya kwamba hata kama ndio tuwabidi kwa kanisa mimi nitaingia mahali pale. Kuna mtu ambaye uko nje akiangalia wale vitu ni kama ziko bure bure, anasema kwa kwamba hapa mimi siwezi kuingia mahali ambapo hakuna watu. We are very different. Kwa hiyo tumuombe Mungu na tumwamini Mungu ya kwamba anaenda kutufungulia ni nini ambacho tunaweza kufanya kwake, na ili kazi yake ikaweze kuendelea. Kuliko kusimama watu wawili tu peke yake mahali hapa, ukuja kwamba tumeweka kinyumba kikubwa sana mahali hapo. Wawili peke yake. Hata watatu peke yake.
Ukuti Yakobo wameshikamana. Ni wakasema Yakobo, mimi na wewe tutatoa ngapi? Na mimi na huyu mwingine tutafanya nini? Kwa njia gani? Na ukuja kwamba kazi ikiendelea, kazi yake Mwenyezi Mungu. Tusimame mbele zake Mwenyezi Mungu, tuko na ombi ndani ya kila mmoja wetu ya kwamba Bwana nisaidie. Tumefundishwa kuhusiana na umoja. Nataka tukaweze kusimama, na nimesema ya kwamba tunaposimama usisimame kama ni kawaida, lakini simama ukiwa uko na ombi ndani yako ya kwamba Bwana, nimeweza kusikia neno lako na nimeelewa ya kwamba umoja wangu na wale wengine ni wa maana sana. Nimeelewa ya kwamba uko na kazi yako ile ambayo inaweza kufanywa, na hii kazi yako iko na faida. Maana kupitia kwa kazi yako watu wengine wataweza kuelewa neno lako, watu wengine wataweza kupata uponyaji kwa sababu wameona kile ambacho unafanya. Watu wengine wataweza kufurahia na kuletwa karibu na wewe. Nimwambia Bwana akusaidie, Mungu akufungue macho ni nini ambacho unaweza kufanya. Enda mbele zake Mwenyezi Mungu na Mungu atakuwa akubariki sana. Baba, katika jina la Mwanao Yesu, niko mbele zako. Najua kwamba Mwenyezi Mungu Bwana, neno lako ni kama upanga ukatao kuwili. Na nimesikia Bwana neno lako. Wakati wa Mwenyezi Mungu nimekuja kwangu. Nafaa kwa Mwenyezi Mungu Bwana niko na mmoja pamoja na ndugu na wadada wenzangu. Nafaa Mwenyezi Mungu Bwana kusimama na kazi yako. Nafaa Mwenyezi Mungu Bwana kusimama na kujua ya kwamba wakati Bwana kazi yako inafaidika na inafanikiwa. Watu wengi sana Bwana watajua habari zako. Watu wengi sana wataweza kupona kupitia kwa neno lako. Watu wengi sana wataweza kuja Mwenyezi Mungu Bwana kwako. Nami nakuomba Bwana kwa jina la Yesu, ukaweza Bwana kunifungua macho ya kiroho, nikaweza Mwenyezi Mungu kuembrace Bwana hili neno. Nikawe Mwenyezi Mungu Bwana ni langu. Nisilitume Mwenyezi Mungu Bwana kuliwapatia watu wengine, lakini nikaweza Bwana kusema ya kwamba siku hii ya leo umezungumza nami. Bwana nisaidie kujua nini ambacho ninaweza Bwana kufanya ili kuhakikisha kwamba Bwana kazi yako Bwana imeendelea. Nisaidie Mwenyezi Mungu Mfalme, kama vile ambavyo nilivyoweza Bwana kuwasaidia watu wako wakati wa mitume. Wengine wakaweza Bwana hata kuuza nyumba zao. Wengine wakaweza kuuza Mwenyezi Mungu mashamba yao. Wengine wakaleta mali zile ambazo walikuwa wako nazo. Ili Mwenyezi Mungu Bwana kazi yako Bwana ikaendelee. Naomba kwa Mwenyezi Mungu Bwana utatusaidia kila mmoja wetu. Tunapochunguza Mwenyezi Mungu na kujichunguza, tukaweza Bwana kuangalia ni nini ambacho Bwana tutaweza Bwana kuweka gharama ili tukaweza Bwana kufanya kazi yako. Tusaidie, saidia huyu mama, saidia huyo kijana Bwana, saidia huyo mzee Bwana, tusaidie kila mmoja wetu. Tusiwe watu ambao Mwenyezi Mungu ni wa kujipenda, tusiwe watu ambao Mwenyezi Mungu ni wa kujitumikia Bwana mali, lakini tukaweze Bwana kutoa kwa sababu yako, na ili Mwenyezi Mungu Bwana kazi yako ikaweze Bwana kuendelea, ili kusiwe hata mmoja Bwana katikati yetu ambaye atakuwa Mwenyezi Mungu Bwana mhitaji. Bwana tusaidie. Wale ambao Mwenyezi Mungu shetani alikuwa ameprogram ya kwamba atakuwa Mwenyezi Mungu Bwana wagonjwa, tunawafunika na damu ya Yesu na kutangaza ya kwamba Bwana hakuna ugonjwa utakaokuwa Bwana kwao katika jina la Yesu. Aidha katika maishani mwao ama maishani Mwenyezi Mungu ya wapendwa wao, tunatangaza Mwenyezi Mungu Bwana amani yako ikawe. Kuna wale ambao shetani alikuwa ameamua ya kwamba Mwenyezi Mungu Bwana watakuwa kufukuzwa kazini, hakuna kuongezewa mishahara, hakuna Mwenyezi Mungu kuonekana watu wa maana, hakuna kuinuliwa Mwenyezi Mungu Bwana. Nasi tunatangaza kwa jina la Yesu ya kwamba Bwana Mwenyezi Mungu kibali chako kinaenda kwao, ili mfalme wako Bwana ukaweze Bwana kuwabariki zaidi na zaidi, ili ukaweze Bwana kuwainua zaidi na zaidi, na ili Mwenyezi Mungu mioyo yao ikaweze Bwana kuleta Bwana fungu kwako, na ili kazi yako Bwana ikaweze Bwana kuendelea. Tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu kaonekane. Kristo Mwenyezi Mungu Bwana, tutasimama kama mtu mmoja, kama vile ambavyo wakati wa Sabati Bwana neno lako linasema kwamba waliposimama kama mtu mmoja, wakakuwa kama mtu mmoja, uliwaambia kwamba Bwana vita si vyao, vita ni vyako, na ukaweza Bwana kuwapigania, na ukaweza Mwenyezi Mungu kuwashindania. Nasi kama Glorious Prince Baptist Church tuko na imani kwa jina la Yesu
maana ni wakati wetu wa kushinda. Tusaidie Bwana. Wewe ndiye Mungu, wewe ndiye Mwokozi mbele mkuu. Tunakupenda sana na tunakutukuza sana kwa sababu tuko na imani kwa jina la Yesu ya kwamba Bwana tayari umesikia Bwana maombi yetu, na tayari Mwenyezi Mungu Bwana umetusaidia Bwana kuchunguza na kujua ni nini ambacho Mwenyezi Mungu mfalme wa Bwana tutafanya ili kuhakikisha kwamba Bwana kazi yako inaendelea. Tia mzigo Bwana ndani yetu. Kama vile ambavyo ulikuwa unatia Bwana wakati wa mitume. Mmoja Mwenyezi Mungu anapata na mzigo ya kwamba nitafanya hivi. Anaenda bila kuulizana na mwingine. Mwingine anapata mzigo, atafanya hivi. Anaenda bila kuulizana na mwingine. Wote wanakuta nini katika madhabahu, wakienda katika miguu ya mitume. Na hivyo Mwenyezi Mungu neno lako likaendelea mbele vizuri sana. Na hivyo Mwenyezi Mungu kama kuna mtu ambaye Bwana ako na mahitaji, maana Mwenyezi Mungu Bwana umoja wao kufanya kazi. Tusaidie kufanya kazi kwa umoja. Na ni katika jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu tunaomba pamoja na kuamini. Amen. Amen. Tunaweza kukaa chini mbele zake Mwenyezi Mungu. Niseme ya kwamba mmoja wetu wapendwa ni wa maana sana. Mmoja wetu ni wa maana sana. Mungu anatuangalia na Mungu anatuhesabu. Mwambie Mungu ya kwamba wewe ni mmoja wa kuhesabika. Asikuache. Wakati ambao anaangalia na kusema ya kwamba huyu mama, unajua inakuanga ni state of our hearts, ni mioyo yetu. Ukimwambia kwamba Mungu mimi niko tayari, sijui itatoka upande gani, but I'm ready. Bwana tukuzwe. Just kumwambia Mungu I'm ready to do your work. Nimeelewa ya kwamba ni wakati ambao nafaa kufanya hivi na hivi vingine. Na moyo wangu unataka. Mungu atakuja kwa njia zake. Na Mungu atakubariki katika njia zake. Usiangalie mali ambayo uko nayo. Usiangalie vitu zile ambazo uko nazo. Lakini muangalie Mungu ambaye ni mkuu. Na mwambie kwamba God I'm ready to do your work. I'm ready to start on the gap. Na wakati utamwambia tu hivyo, katika mapenzi yake Mwenyezi Mungu kwa njia zake zile ambazo ni njia za Mungu, si njia za mwanadamu, atakuja na atakufungulia milango. Bwana asifiwe sana. Wacha ikuwe ni mzigo ndani yako, iwe ni mzigo ndani yetu ya kwamba wakati kama huu Mungu anajua. Tulipokuwa tuko mahali hapa kwa kesha, tulikuwa tunasema ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wameamriwa ya kwamba wangekaa katika nchi ambayo ni ya utumwa miaka 400. Lakini wakati huo imepita hiyo miaka 400, hakuna mtu ambaye alimlilia Mungu, hakuna mtu ambaye aliliitia jina lake Mwenyezi Mungu, wakaweza kutoka katika utumwa. Na kwa hivyo wakaanza kuwekewa pressure ambayo ni ya kufanyishwa kazi ambayo ni mzito. Ikaongezewa, wakabidiliwa sana, mpaka wakaanza kumlilia Mungu. Na wakati huo walianza kumlilia Mungu, wao wanajua msaada wao utatoka wapi. Mungu ndiye akaweza kumtuma mtumishi wake Musa. Na akaenda mpaka akawatoa upande ule. Musa hangeweza. Unajua kwamba Musa ni mmoja wa wale ambao aliyekuwa ameua mtu ambaye ni kutoka Misri. Na huko ndipo ambapo anarudishwa. Na rudishwa mahali pengine, anarudishwa tena kwa Farao mwenyewe, akamzungumzie, akamwambia kwamba kubali hao watu wangu wakaweze kutoka, waende katika nchi ambayo Mungu ameamua ili wakaweze kumtumikia Mungu. Musa angeweza, hata angeenda mahali pale angemalizwa, angeuawa. Lakini kwa sababu kuna watu ambao walioweza kumlilia Mungu, na Mungu akasikia kilio chao na akakumbuka. Bila moja nilikuwa nimwambia Ibrahim ya kwamba watu wako watakaa mahali fulani miaka 400, lakini nitawatoa. Hicho kilio ndicho ambacho kiliweza kumfikia Mungu. Kwa hivyo hata kama kuna jambo lingine unaweza kufanya, unaweza kumlilia Bwana. Bwana asifiwe sana. Maombi yetu this time is very very critical. Very much needed our prayers. Maombi yetu yanatakikana sana wakati huu. Si wakati ambao ni wa kulala. Biblia inatuambia kwamba wakati Haga alikuwa na mtoto Ishmael. Na ikafika wakati ambao maji aliyokuwa kwa nayo imekwisha. Aliweza kusema kwamba sitaki kumuona mtoto akikufa kama na
anaangalia, akamweka mbali kidogo. Kuomba, lakini kilio cha mtoto kikamfikia nani? Mungu. Na wakati ambao kilio cha huyu mtoto kilimfikia Mungu, Mungu hakuachilia hivyo. Aliweza kumwambia mama, hebu angalia nyuma yako. Kisima kitakuwa kiko karibu sana. Na wakakunywa maji, na ile kifo ambao wangeweza kupata katika jangwa, hawakupata kifo. Wapendwa, wanasema hivyo nikisema nini? Ya kwamba hujui nini ambacho Mungu anaweza kufanya. Haujui nini ambacho Mungu anaweza kufanya. Enda kwa Mungu tu kwa maombi. Amua kutoka siku hii ya leo, utakuwa unalitia jina lake Mwenyezi Mungu. Kumwambia kwamba Mungu, tunataka kuhama mahali pale. Mungu tutahama kwa njia gani? Mungu ataleta solution. Na ataleta solution, italeta mahali hapa. Share na mchungaji, mwambia kwamba huu ndio mzigo ule ambao Mungu anaweka ndani yangu. Naona hivi na naona hivi vingine. Ataweza kukusaidia hapo pekee. Maana pia Mungu ametupatia yeye kwa sababu ya nyumba yake. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo nasema ya kwamba tubarikiwe sana. That's the end. And may God bless us so much. Tusimame tuseme neema pamoja. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Nyumbani kwa amani. Nisikia kama tuliambiwa kwamba tunabaki kidogo. Tuliambiwa kwamba tunabaki kidogo kwa